matumaini yangu ubuheri wa afya, mtazamaji wa SAUT TV, na kama afya imeyumba, basi Mwenyezi Mungu aweze kukuafu uweze kurejelea katika hali yako ya kawaida. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua yale yote mafanikio yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Ninayekuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakii, na kwa siku ya leo nitakuwa na mada mezani, mwanamke na biashara ya upishi, ambapo nitakuwa naye miongoni mwa wanawake ambao kazi yao ama biashara yao ni upishi. Anajulikana kama Anna Christopher Mtui, maarufu kama Mama Mtui. Nikusihi uendelee kusalia nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Mama Mtui, habari za saizi? Salamu. Pole na hongera kwa kazi. Asante sana. Tukianza tu, nini kilikupa hamasa ama kilikuvutia wewe kuanza biashara yako ya upishi? Nilianza biashara ya upishi kwa ajili ya shida zilizonikuta wakati huo, na nikaona sasa namna nyingine sina, nifanye biashara ya upishi, ndio ilikuwa nafuu kwangu. Na katika mwanzo wa biashara yako, ni changamoto gani kubwa ambayo ulikutana nayo? Mwanzo kabisa nilikutana na changamoto kubwa, ilikuwa ni kupata wateja na namna gani kupiga hesabu kujua faida na hasara ya biashara yangu. Na kwenye biashara ya upishi imebadilishaje hasa maisha yako? Kwa kweli imenibadilisha hasa kwa kiasi kikubwa sana. Kama kwa namna gani hasa? Nilianza na upishi mdogo mdogo, lakini sasa hivi nimefikia sehemu ya kuwa ni kampuni na fanya shughuli za catering kwa kutumia mikataba ya kiserikali na kuhudumia sehemu mbalimbali za masherehe, harusi, misiba na kadhalika. Na umegusia swala la kwamba sasa hivi unapata hadi mialiko, unakuwa unaalikwa sehemu mbalimbali kwa ajili ya kutoa huduma ya chakula, si ndio? Sasa pale unapoenda kuhudumia, labda ushawahi kukutana na changamoto ambayo labda umeenda wakakulipa kiasi ambacho hamkukubaliana, au ikatokea changamoto yoyote katika kuhudumia watu? Ndio, changamoto zilikuwepo pale ambako unapatana kupika chakula, unaambia unadai labda kazi nzima hapo unadai milioni 4, wanakupa advance milioni 3, milioni 1 wanaambia utapata baada ya kazi. Unamaliza kazi ya kulisha, wanaanza kukuzungusha na ile pesa, mara sikuja na hela nyingine unapata baadaye, hatimaye unaweza kuzulumika kabisa. Na kiuhalisia Mama Mtui ni jina ambalo linatambulika na wengi. Sasa ni vyakula gani ambavyo vimekufanya wewe uwe maarufu zaidi kupitia biashara yako hii? Vyakula vinavyofanya maarufu sana ni vyakula vya kwenye maharusi, ambavyo ni vyakula inategemea na menyu tu mtu anaitaka, lakini nakuwa nafanya kazi yangu kwa ubora zaidi na kwa uaminifu sana. Na kama mwanamke mfanyabiashara, unakutana na changamoto gani kubwa ya soko? Kwa sababu tunajua kwamba wapishi kwa sasa hivi ni wengi. Sasa kwa upande wako katika soko, changamoto kubwa unayokutana nayo ni? Kwa kweli changamoto kubwa sina, ila napata kazi kwa sababu ya ubora wa kazi yangu. Kwa hiyo sijakutana changamoto nyingi sana za kunifanya mimi nikakosa kazi. Ni mara kwa mara napata kazi kwa sababu ya kazi yangu, kwa sababu ya ubora wa kazi yangu. Na kila kwenye mafanikio ya mtu mara nyingi kunakuwa na nguvu ya mtu nyuma. Kwa upande wako, labda kuna mdhamini yoyote ambaye anakudhamini ama mtu ambaye anakuunga mkono mpaka leo hii umeweza kusimama wewe kama wewe? Na nilianza tu na familia yangu na festival yangu, binti yangu ndio alikuwa mshauri wangu mzuri, lakini nimeendelea sasa kufanya na wafanyakazi wengine wa kawaida. Na nimeona kwamba kuna vijana ambao umewaajiri ama unafanya nao kazi. Je, ushirikiano wako wewe na wao upoje? Na katika kufanya nao kazi, labda ipi inakuwa ni changamoto? Maana kufanya kazi na vijana ni shida kidogo, saa hali ipoje? Kwa vijana nilionao changamoto sio kubwa, ni ndogo ndogo tu. Pale unaweza kufika kazini asubuhi ukitegemea wote mnakutana, mwingine anakuwa hakuja kwa sababu ambazo hazina msingi. Mwingine anakuja kazini lakini labda ni mzembe kidogo, lakini mambo ambayo yanarekebishika. Tunarekebisha tu, tunaendelea na kazi. Na unatumia mitandao ya kijamii katika kukuza biashara yako? Mara nyingi. Lakini unatumia kidogo. Ndio.
Je, unahisi mitandao ya kijamii ina mchango gani katika kukuza na kuendeleza biashara? Inachangia kwa sababu mtu akiingia kwenye mtandao akanikuta, akaona ubora wa kazi yangu, basi naye anatafuta namba ya simu ile, ananipigia, ananipa kazi. Na kwa mtazamo halisi kwamba biashara yako ipo karibu na mazingira ya chuo, sasa kipindi ambacho chuo kinapofungwa, wewe biashara yako inakuwa inasimama au inaendelea kutokana na mialiko mingine? Mimi biashara yangu haisimami, ninaendelea kwa sababu nitakuwa na kazi nyingine za nje, na pia hata hapa na wateja kwa wakati wote, nakuwa na wateja mfululizo, kwa hiyo wasifungi mimi ofisi yangu muda mrefu. Ni mambo gani muhimu ambayo mtu anatakiwa kuyazingatia wakati anapotaka kuanzisha biashara ya upishi? Mambo muhimu sana kuzingatia ni kuwa na eneo zuri la biashara, kufanya biashara kwa umakini, kujua hesabu za mapato na matumizi ya biashara yako, kuepuka hasara ambazo hazina lazima, na kuwa na kauli nzuri kwa wateja wako. Yaani tunaweza customer care iwe nzuri na usafi pia. Na je, unaamini kwamba au ni kwa namna gani biashara ya upishi inaweza kutatua changamoto ya ajira hususan kwa wanawake? Biashara ya upishi inatatua tatizo la ajira kwa sababu tunaajiri vijana ambao pengine wangekuwa tu wanazagaa mitaani, lakini tunapokuwa nao hapa tunawaepushia pia mambo mengi mitaani na wao wanajipatia kipato chao. Kwa hiyo inasaidia sana jamii kuongeza uchumi kwa familia mbalimbali. Watu wengi katika jamii wanachukulia kwamba mwanamke anatakiwa abaki nyumbani kuhudumia familia. Sasa wewe umeamua kutoka nyumbani na kuja kujiajiri. Sasa unawezaje kuweka sawa kati ya majukumu ya familia lakini pia biashara iende na isimame? Hiyo ni kweli, ulikuwa na utaratibu na mpangilio wa maisha yako binafsi. Unapotaka kwenda kufanya biashara na nyumbani pia lazima uhakikishe mambo yanakwenda sawa. Kwa hiyo inakulazimu wewe mwanamke uamke mapema asubuhi, ufanye kazi zako kwa ratiba. Kwamba labda asubuhi umeamka saa 11:30 unafanya usafi wa nyumbani kwako. Saa 12:30 unakwenda eneo lako la biashara na unaanza biashara. Mara nyingi kwenye biashara kama mimi huwa nakaa kwenye mgahawa huku nakaa mpaka saa 8 mwisho. Ninarudi tayari kwa shughuli nyingine za oda. Labda kwenda kufanya maemezi na shughuli labda, au kwenda kwenye vikao vya maharusi kutafuta kazi, labda umepata mwaliko, unakwenda na wewe kutangaza biashara yako na kujieleza ili uweze kupata kazi. Na shughuli nyingine za kijamii pale unakoishi, unaweza kukuta kuna mambo mengi mtaani, labda misiba, vikao vya kijamii, vikundi vya vikoba. Kwa hiyo kuanzia ile saa 8 mpaka inapofika saa 2 usiku ndio shughuli ambazo nakuwa nazifanya nikiwa nyumbani. Tukiangalia sasa hivi vitu vimepanda, tukianzia kupanda kwa mafuta, nauli na vitu vingine. Sasa je, kupanda kwa gharama ya vitu kumepelekea ama kumekuathiri vipi wewe? Na kupanda kwa vitu pia, je, imebadilisha bei ya huduma unazotoa, gharama zake ama vipi? Mpaka sasa kupanda kwa bei mimi kumeathiri, kwanza kunapunguza faida, kwa sababu bei ikishuka mara moja kwa sisi watu wa vyakula, huwezi ukashuka kwa mara moja. Kwa sababu mteja ulionao ameshajiandaa, anaenda kula chakula cha 1000, 1500. Akija akikutana na bei imeshuka, na maana tayari amekata tamaa na athirika pia kisaikolojia. Kwa hiyo tunakwenda taratibu, tunapandisha bei baada ya kuona ile bei imesimama pale madukani, labda mafuta imesimama imekuwa ni 110,000 hiyo kwa muda mrefu. Lakini bei za sasa hivi zinayumba. Leo unaweza kununua 110,000, kesho kununua 400,000. Sasa huko utakuwa umeshapandisha bei ya chakula, kwa hiyo utakuwa unayumba. Kwa hiyo hicho kitu kimetuathiri sana sisi, hasa mamalishe, kwa sababu mchele ukipanda au upandishi bei, kwa hiyo unaingia kwenye nini, ile faida inakuwa hakuna. Na kiuhalisia ni kwamba serikali inawawezesha mamalishe na babalishe kutoa mikopo na mambo mengine, kutoa elimu hivyo. Je, wewe ushawahi kupata mkopo wowote ambao umekuwezesha kufika hapa, ama elimu yoyote ambayo inakufanya wewe kusimama sasa kama mama mtu?
Niliwahi kupata semina miaka ya nyuma sana, nafikiri kama 2016. Semina tulifanya ile kujua tu faida, kuweza kuweka mpangilio wako wa biashara, faida na hasara kuzitambua. Baada ya hapo, kwa kweli semina nyingi sijazipata, na kule mwanzo wakati naanza biashara nilichukua mkopo kwa shirika la Finka, niliwahi kuchukua kama mara 2. Baada ya hapo nikajisimamia peke yangu. Kwa sasa hivi naendelea kujisimamia mimi peke yangu. Na ulianza kupika mwaka gani? Nilianza hapa rasmi 2012. 2012 nilianza nikiwa na kamtaji kadogo sana, sikuwa hata na eneo la kupikia. Nilianza kupikia chini ya mwembe nikiwa na majambi tu. Ndio. Lakini siku ya kwanza nilipata shida, ya pili shida, lakini baada ya wiki moja Mungu aliniletea wateja wanachuo, wakati walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo tuliweza kufanya kazi nzuri. Basi mwaka hadi mwaka nikawa naendelea kupanua jengo, kukua mpaka sasa nimesimama. Namshukuru Mungu, nimekuwa na hili jengo kutoka kwenye biashara hiyo na nilianza maeneo haya. Kwa hiyo nimeendelea tu hapa. Hapa kulikuwa na mwembe, ukaanza. Kwa na mwembe mkubwa sana hapo nyuma. Na nini unajivunia wewe kama wewe sasa kutokana na kazi yako? Kwa kweli kwa kazi yangu najivunia, kwanza niliweza kusomesha watoto wangu. Nimesomesha watoto 3. Tangu nimeanza walikuwa wako form 4, form 6. Lakini wote walishapata digrii zao na wote Mungu amewajalia wako kwenye ajira zao. Hiyo kwanza najivunia sana kupata elimu kwa watoto wangu, na nimeweza kuwa na nyumba ya kuishi nzuri. Ofisi yangu hii mnavyoiona imekuwa kubwa. Nimekuwa na mtaji mkubwa sana wa vyombo. Sasa hivi naagiza vyombo mwenyewe kutoka China, kwa hiyo mtaji umekuwa sana. Kwa hiyo ninapopata tenda za maharusi, hata kama ni watu 3000, unaweza kufanya sherehe 3 kwa wakati mmoja bila kukodi vyombo kwa watu wengine. Sikodi chombo, na Mungu amenipa magari zaidi ya 3. Lakini kwa hiyo yote anafanya kazi za kampuni. Tukimalizia tu, ni ushauri gani sasa ungependa kuwapa wanawake ama vijana au mtazamaji sasa hivi anayekutazama ambaye anatamani kuanza biashara ya upishi lakini anahofia ama anaogopa, anajiuliza, je, mimi nitaweza kweli? Naomba niwatie moyo tu akina mama wenzangu wa vijana waweze kuingia kwenye soko la ajira kama tunavyofanya. Aanze kwa kujipa moyo, yani ajipe ujasiri. Hakuna mtu anaanza akiwa na kila kitu. Ndio. Unaweza ukaanza tu hata na sahani 2, kasufuria na jiko la mkaa na nini, lakini ukifanya kazi yako kwa uaminifu na kazi ikawa bora, wateja wataendelea kuja na watakukubali, watakutafuta. Wenyewe anakuambia kizuri cha jiuza. Kibaya. Kwa pale ambapo biashara itakuwa nzuri, wateja watakuja wenyewe. Basi mimi mama nikushukuru sana, nikwambie tuwe na kazi njema. Asante, nashukuru sana. Karibuni sana wateja kwa Mtui Catering. Tunatoa huduma nyingi sana. Asante. Na nzuri na ni bora. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya Kioo cha Mwanamke. Nikukumbushe ulikuwa nami Mariam Fakii kuanzia mwanzo hadi sasa tulipofikia tamati, ambapo nilikuwa na mada mezani, mwanamke na biashara ya upishi, nikiwa sambamba na mpishi kutoka jijini Mwanza, Ana Christopher Mtui. Nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SAUT TV. Uwe na wakati mwema. Na siku zote tunasema hivi, Kioo cha Mwanamke, jitazame, tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye.